Naam, Azam Media Limited kwa kushirikiana na wadau wengine wa masuala ya usafiri wamezindua kampeni maalum, kampeni ambayo imezinduliwa weekend iliyopita, kampeni ambayo inalenga kuhimiza masuala ya usalama barabarani, na kampeni hii ikijulikana kwa jina la Usalama Daima Azam TV Milele, na ni kampeni ambayo kimsingi imepokelewa kwa mwitikio mkubwa na Watanzania. Christina Koroso, yeye ni meneja wa uhusiano na mawasiliano Azam Media Limited, atatuambia zaidi kuhusu kampeni hii, lakini vile vile tunaye Inspector Dina Moss ambaye ni anatoka polisi kitengo cha usalama barabarani, mafunzo ya usalama barabarani. Tutazungumza nao hapa kuhusiana na kampeni hii ambayo tayari imekwisha kuzinduliwa. Christina Koroso, karibu sana. Asante sana. Na Inspector, pia tunafurahi kuwa na wewe, manake hivi karibuni pia tulikuwa hapa kuzungumzia masuala ya usalama barabarani, lakini hasa kubwa zaidi tukizingatia kwamba kuna ajali nyingi zimekuwa zikitokea zikihusisha bodaboda, bajaji, lakini pia hata usafiri mwingine, na natamani kujua kwa nini Azam Media imeamua kufanya kampeni hii, kwa sababu imekuwa ikifanya kampeni mbalimbali, lakini katika maeneo mengine kuna wakati tulikuwa na kampeni ya masuala ya vyanzo vya maji, ndio, lakini mito ni maisha yetu, mito ni maisha yetu. Yes. Tumekuwa na kampeni kwenye issues zingine, masuala ya saratani, masuala ya burudani, lakini kwa nini safari hii tumeamua kuingia kwenye masuala ya usalama barabarani? Unajua, 60% au 70% ya Watanzania wanatumia bodaboda, yeah, au bajaji as a means of transport kwenda sehemu moja hadi nyingine. Na tumekuwa tukiona ajali nyingi ambazo zinatokea barabarani. Okay. Kwa sababu Azam TV ni ya kila Mtanzania, na kwa sababu Azam TV inawajali Watanzania, inawapenda Watanzania, kama tunavyowapa burudani kwa wote, kama tunavyowapa bei nafuu kwenye kila kitu ambacho tunakitengeneza, tukaona si vibaya kwamba na sisi tujumuike na wadau wengine kuunga mkono swala la usalama, kutengeneza awareness kwamba wewe kama dereva barabarani, hususan dereva wetu wa bodaboda, wanapaswa kutumiaje barabara. Yeah. Na hatujalenga tu matumizi ya barabara, tumelenga pia wao wenyewe kujilinda, wanajilindaje, wanafanyaje ili waweze kujilinda barabarani, kwa sababu hizi ajali ambazo tunakutana nazo barabarani zinazowahusu bodaboda wetu kwa kweli zinatisha. Na ninajua Inspector hapa atakuja kutupa kwa undani zaidi ya yale ambayo wanakumbana nayo barabarani, lakini kama Azam tumeona ni jukumu letu, kwa sababu sisi ni Watanzania, sisi ni wazalendo, tumeona kwamba tusilikalie kimya hili jambo. Ni lazima tuungane mkono na wadau kama traffic police ili kuweza kutengeneza hoja na kuweza kupeleka mafunzo kupitia runinga yetu. Basi mafunzo yetu yatamfikia kila Mtanzania kwa urahisi na kwa haraka. Naam. Sasa Inspector, tuambie hali ikoje kuhusiana na masuala ya usalama barabarani, hasa kwa waendesha bodaboda? Hali iko sio mbaya sana kulinganisha na miaka ya nyuma. Ina maana ya kwamba jinsi tulivyojitahidi kutoa elimu, jinsi tunavyojitahidi kuwaweka karibu, angalau ajali zimepungua kulinganisha na wakati bodaboda zinaanza 2015 na sasa. Kuna vitu viwili tofauti, kwamba ajali zimepungua, lakini vifo na majeruhi pia imepungua. Lakini kitakwimu hii ikoje? Manake hivi karibuni tulizungumza hapa na mkurugenzi wa MOI, akawa anasema kwamba sasa hivi wagonjwa wanaowapokea pale MOI 70 mpaka 80 ni watu ambao wanatokana na ajali za bodaboda. Ni sahihi kwamba unaweza kusema 70% ya kiasi gani? Sijui kama umenielewa. 70 mpaka 80 ya wagonjwa wao wanaowapokea. Ni sahihi kwa sababu bodaboda wanavyopata ajali, ina maana ya kwamba wao hawana kitu cha kuwalinda kama mtu ambaye anakuwa ndani ya gari ambao bodi inamlinda. Yeye peke yake ndio bodi. Ina maana kwamba akipata ajali ni rahisi zaidi kuvunjika, na kama hajavaa element ni rahisi zaidi pia kupata majeraha ya kwenye kichwa. Ndio maana inakuwa katika majeruhi wa ajali wengi wanatokana na bodaboda kulingana na uhalisia wa chombo chao. Ndio. Azam Media, kampuni ambayo imejikita kwenye kuandaa, kuzalisha maudhui ya kihabari, na mtu anaweza akahusianisha na masuala ya barabarani, akawa anajiuliza wapi na wapi, yani ni mguso upi hasa
ambao umewafanya Azam Media kuona kwamba hili ni eneo muhimu la kuliangalia hasa katika kipindi kama hiki? Good luck, kwa kuwa sisi tunawafikia mamilioni ya Watanzania kupitia vipindi vyetu bora, kupitia taarifa za habari, kupitia michezo, tamthilia na kadhalika. Ina maana kwamba asilimia sio chini ya 80 ya Watanzania wanaifuatilia Azam TV. Tukaona kwamba ni platform muhimu sana kwetu sisi kuitumia ili kuweza kusambaza huu ujumbe. Na kwa kuwa Watanzania wetu wanapenda maudhui yetu ambayo tunayaandaa kwa ajili yao wao, kuwaburudisha na kuwaelimisha, tukasema kwamba basi tuongeze na hili ili ujumbe uweze kufika mbali zaidi. Kwa hiyo sisi kama Azam, kampeni hii tumeizindua Jumamosi tarehe 25 mwezi huu wa Aprili pale Kimara Stopover, na tuna Jumamosi hii ya tarehe 2 tutakuwa wilaya ya Temeke, na tumepanga kwenda wilaya zote za Dar es Salaam, na tukitoka Dar es Salaam tunaenda mikoani. Yani tumeamua kwamba hii campaign inaenda Tanzania nzima. Kwa sababu ni ujumbe ambao unawahusu Watanzania wote. Kwa hiyo tarehe 25 tumezindua, tulikuwa na wadau wetu wa traffic police, tulikuwa na CMPD ambao wao ni wasimamizi wa pikipiki, iwe ni bodaboda au tuktuk. Make siwezi kuita bajaji, bajaji ni brand, lakini au tuktuk ndio wasimamizi Tanzania nzima. Tumeungana nao, tumeungana na LATRA, tumeungana na Damu Salama. Hawa ni wadau wetu ambao wako pamoja nasi, wameamua kuja kutuunga mkono ili ujumbe wetu uweze kufika mbali. Lakini pia tumeungana na TVS ambao kuanzia tarehe 23 walikuwa wanatoa huduma za service kwa ajili ya hizi pikipiki. Unakuta ajali zingine zinasababishwa na pikipiki ya mtu kutokufanyiwa service. Lakini tukasema ngoja tutafute wadau ambao watatusaidia maelfu ya bodaboda wetu wapate service ya bure ili tuwe na vyombo ambavyo ni salama barabarani. Ndio. Wow. Naona pia na wasanii maarufu pia walikuwepo hapo kama mabalozi wetu. Mabalozi wetu walikuwepo na walitisha sana. Walitisha sana. Kobisi. Na Kobisi ndo alifunika kabisa hiyo siku. Mkwere alikuwepo pale, walitengeneza skiti nzuri, ilikuwa na ujumbe mkubwa sana hiyo siku kuhusiana na usalama barabarani. Lakini natamani kujua pia utayari wa wadau mbalimbali. Inspector amegusa hapa CMPD, hawa wamiliki wa hivi vyombo, waendeshaji wenyewe, na wadau wengine wote, jeshi la polisi. Ni kwa kiasi gani mmehakikisha kwamba sasa wote wanazungumza kauli moja, yani wote wana mtazamo mmoja kuhusiana na hiki ambacho kinafanyika? Tunashukuru kwamba tunapata pia mwitikio wa wadau kutudhamini kama hivi, ambapo tunavyozungumzia Azam TV wameanzisha hii kampeni ya usalama daima, Azam TV milele. Ina maana ya kwamba sasa inawapa chachu pia na wadau wengine kuweza kujiunga kwa ajili ya kupiga vita ajali. Ina maana ya kwamba kwa ajili ya kuokoa maisha ya hawa vijana ambao wengi ni vijana, nguvu kazi ya taifa. Kwa hiyo kuna wadau wengi sana wanajitahidi kuungana na sisi katika kampeni hizi za kuwafundisha vijana wa bodaboda, na tunaona kwamba elimu inawafikia japo si wote. Lakini kwa hili la Azam TV waliloamua kulifanya, ina maana ya kwamba kupitia media hii kubwa ya Azam TV, lakini kupitia kuwafata, kuwakusanya kwa wingi, itawafikia vijana wengi zaidi kuliko hata ambavyo tulivyokuwa tunategemea. Kwa hiyo sisi kama jeshi la polisi tunaunga mkono kwa 100% hii kampeni, na tutakuwa nao bega kwa bega kuhakikisha kwamba vijana wetu wanakuwa salama, lakini pia wanapata elimu ambayo ni stahiki, kwa sababu kishamjengea mtu uelewa, ina maana kwamba pia utamjengea maarifa ambayo yatamsaidia, ambao ni sahihi. Kwa hiyo tunaomba pia na wadau wengine kama wanaweza kujitokeza kuunga mkono hii kampeni, ni kwa ajili ya wema kabisa wa kufikisha ujumbe kwa vijana wetu hawa wa bodaboda ambao ni wahanga wa ajali. Na mnapeana vipi elimu ndani ya jeshi la polisi nyewe wenyewe? Kwa sababu unajua mtu mwingine akisikia tu polisi anaweza akaogopa. Yaani kutengeneza ile mazingira tu ya urafiki kati ya polisi na hawa wanaofanya kazi, shughuli za usafirishaji. Tulikuwa tunalijadili hilo swala hapo nje. Na I think point ambayo tulikuwa tunaijadili na dadangu hapa ni kwamba vijana bodaboda au bajaji wanapaswa kujua kwamba polisi sio adui. Hususan ukiwa barabarani, unajua kabisa kwamba unafanya kosa.
lakini hujui hilo kosa wewe litakudhuru vipi. Ndio. Kwa hiyo unapomwona polisi wewe upasi kukimbia. Si tunaonaga wanageuza barabara anabadilisha uelekeo bila kuwa na tahadhari ya kutosha. Hawasimami kabisa wakiona polisi. Sio siku hizi, siku zote walikuwa hawasimami, lakini kupitia hii elimu ina maana ukimjengea uelewa wa umuhimu wa kusimama, umuhimu wa kufuata sheria bila kushurutishwa, umuhimu wa kufuata sheria na taratibu zote za barabara, ina maana kama amekamilika ukimsimamisha atasimama. Lakini maafisa wenu lakini pia, kama hajakamilika ni rahisi zaidi kumkimbia askari kwa sababu anajua kwamba ana makosa. Na tuangalie, hili ni kundi rika ambalo wengi ni vijana, watu wazima ni wachache sana, lakini tunashukuru kwa sasa ya kwamba sawa wanageuza, lakini si wote, kwa sababu wamechanganyika. Sasa hivi kuna watu wasomi wamejiunga kwenye hayo makundi. Kuna watu ambao waelewa, ambao wameshapata masomo wanajiunga kwenye hayo makundi. Tatizo tu ni kwamba ni wale ambao hawahudhurii masomo au wale ambao wanaingia baada ya yale masomo kupita, japo tunapita mara kwa mara. Na mara mtu kwa sababu ni chombo kirahisi cha kujifunza, anajifunza kwa muda mfupi, anaingia bila kujua zile kanuni na taratibu. Kwa hiyo sasa hivi tulichokianzisha kwamba tunatoa elimu kwa hawa vijana, lakini pia tunatoa elimu kwa wamiliki wa vyombo ili wampe dereva ambaye ana ujuzi sahihi na amekamilika na dokumenti zake zote. Na ndio kusema kwamba sasa na nyie pia jeshi la polisi mmebadilisha approach, yani kwa maana ya kwamba mmewatengeneza maafisa wenu kwenye mentality ya friendly, kwa sababu unajua tunazungumzia sasa kama tunabadilika, maana ni pande zote, kwamba maafisa wenu kuna mazingira walikuwa wanakabiliana nao, lakini mazingira tumeona kwamba wakati mwingine yalikuwa hayaleti matokeo. Sasa tunavyokuja kwenye kampeni kama hizi, maanake tunatarajia kwamba hata tunaboresha baadhi ya approach, ama tunatafuta mtazamo mpya wa kuweza kudeal na kundi hili, sio? Ni sahihi, tunaanza kubadilika sisi, alafu pia tunaendelea kuwabadilisha wao. Sisi tunakuwa na zile elimu makazini na tunaelimishana namna gani sahihi ya kumhudumia mteja, lakini namna gani sahihi ya ukamataji ambao haitamdhuru yule bodaboda wala haitamdhuru yeye. Tunaamini ya kwamba watakavyojengea uelewa wataelewa, kwa sababu utakavyomkamata bodaboda ni bora kuvunja miguu kuliko kusimama. Sasa tunataka tuwajengee ukaribu kama alivyosema Koroso, ya kwamba tukishawajengea ukaribu ina maana kwamba utamsimamisha na atasimama. Kuna maeneo mengine ambao wamefanikiwa. Mfano, kuna baadhi ya maeneo ya Moshi, maeneo ya Arusha pia unamsimamisha bodaboda anakaa pembeni anakusikiliza. Lakini kwa Dar es Salaam ni wengi. Ukimsimamisha, tunaangalia kipi ni salama. Kumsimamisha bodaboda akageuka akavunja taya ya mtu akaanguka, kwa sababu anavyogeuka anageuka bila kuwa na tahadhari yoyote, bila kuangalia usalama wake, bila kuangalia yale mazingira ambayo anafanya vile. Kwa hiyo tunaona ni afadhali ya kwamba tuwape kwanza elimu, ili wakishaelewa sasa tunaweza tukao na ukamataji salama. Hapo safi kabisa. Sasa hili jambo haliwezi kunoga kabla tujawasikia bodaboda wenyewe. Nadhani vizuri pia na wao tukapata maoni yao, tayari wao jinsi ambavyo wameipokea campaign, na mwenzetu Jafari Mbunda yuko barabarani katika barabara hiyo hiyo ya Morogoro, maeneo ya Kimara huko, Kimara Suka naambiwa hapa, ili kuzungumza na bodaboda. Jeff, kwa dakika chache tu, bodaboda wanasemaje kuhusu kampeni hii? Naam, asante sana, good luck. Nipo katika maeneo ya Ubungo katika kata ya Saranga, eneo la maarufu la Kimara Suka, ambapo ndipo nilipo na kampeni hii ya usalama barabarani chini ya Azam TV ilizinduliwa katika kata hii, na tayari kuzungumza na bodaboda ambao walijitokeza kwa wingi, ama tunaweza kuwaita maafisa usafirishaji wadogo wadogo, ambao kwa hakika kwa muonekano wao tu wanapendeza kwa makoti ya njano na mekundu yakiwa na nembo usalama daima, Azam TV milele. Ndivyo ambavyo walivyosena, kama sio kupendeza namna hii, lakini wakitii na kufuata yale yote ambayo wanafundishwa na kukumbushwa kuhusu usalama barabarani. Nakutana na kiongozi wao hapa. Naam, bwana, jina na nafasi yako? Mimi kwa majina naitwa Jason Bashasha. Ndio. Ni katibu kata wa chama cha madereva, chama cha wamiliki na waendesha pikipiki mkoa wa Dar es Salaam CMPD, kata hii ya Saranga, ambako ndo tulizindua kampeni yetu ya usalama barabarani. Kampeni ambayo ilijulikana kwa maarufu kama usalama daima, Azam TV milele. Usalama daima, Azam TV milele. Ni kampeni ambayo imejipatia umaarufu na imependwa na watu wengi, kutokana na kwamba imekuwa ni kampeni imekuja kulenga sisi madereva kupata elimu juu ya usalama barabarani na namna ya kuendesha vyombo vyetu. Lakini kwa mapana zaidi, unaweza ukaona jambo lenyewe lilivyofana kutokana na Azam TV walivyojipanga kulifanya hili jambo, na pongezi kubwa
tuzipeleke hasa kwa mkurugenzi wa Azam Media ambaye alisimamia hili jambo au kuhakikisha linafika hapa tulipo. Lakini namna pekee unaweza kuona vijana wangu walivyopendeza, sio tu kuishia kwenye usalama tu, hata mavazi, namna ya kumfanya dereva awe maridadi, apendeze. Unaona wote wanatabasamu, ni kwa sababu ya jambo lenyewe lilivyokuwa. Linamkinga kwa upepo kabisa kabisa, yani limelenga kutusaidia. Kila mtu unapomwona wanapendeza, makofia yao na nini, akishaweka ile kofia na weka element yake anapendeza vizuri sana. Lakini zaidi tunaweza tukashukuru hata polisi, jeshi la polisi, usalama barabarani, ambao waliweza kutupatia elimu. Tumefurahi, tumeenjoy, tumekunywa, yani ilikuwa ni kitu ambacho tumetoa mfano. Azam TV kwa kweli Mungu awabariki sana. Asante katibu, lakini tupo na mwenyekiti, jina lako pia? Mimi kwa majina naitwa Shabani Sanze, almaarufu naitwa bwana Mr. Kibe. Naam. Sanze, ni kwa namna gani sasa elimu ambayo ilitolewa katika siku ya uzinduzi imepokelewa na vijana wenu ama wenzako hawa wa maafisa usafirishaji wadogo? Hii elimu imepokelewa kwa ukubwa kabisa zaidi na kwa upana zaidi, na sisi kama chama kwenye upande wa kata na wilaya kwa ujumla, chama cha CMPD tutahakikisha itakuwa zoezi endelevu, sio tu kwa maana ya Azam kuja kutupatia elimu na kutupa jaketi. Sisi misingi tutaishusha kwenye ngazi ya kituo, kata mpaka wilaya kupitia chama chetu, na tutaendelea kuwafundisha, kuangalia namna gani jinsi wanavyoweza kufanya hizi kazi kwa bidii na kuinua uchumi wa taifa letu. Kwa mikakati yoyote ambayo mmeiweka kwa yule atakaye kwenda kinyume na taratibu za usalama barabarani kama kikundi? Hiyo tumeiweka kwa sababu sisi uzuri kama nilivyosema inaanzia kituo, kata na wilaya. Kwa mtu mwanachama yote akifanya tatizo au akifanya kosa lolote, si moja kwa moja tupo kwenye mfumo, tutamjua kama tutambaini. Uzuri katiba zetu imejieleza kabisa. Asante sana. Sawa. Naam, usalama daima, Azam TV milele. Usalama daima, Azam TV milele. Basi ni katika kata ya Saranga hapa Kimara Suka, tumewasikia namna ambavyo walivyokuwa tayari na kupokea kampeni hii chini ya Azam TV. Good luck. Bana, ni kushukuru sana, nikwambie tu kwamba ukipanda hapo pikipiki basi hakikisha unavaa helmet kwa sababu ubongo hauna spare, ndugu yangu. Sanjari kabisa na hilo, sina shaka wamekusikia vyema. Jamani, mkipanda pikipiki muwe na helmet. Bila shaka mnazo. Ziko wapi? Ziko wapi? Kwa sababu ubongo hauna spare au vipi? Ubongo hauna spare. Jamaa wanazo helmet hapa, wapo kwa ajili ya kuzungumza nami wakati huu, sina shaka umewashuhudia. Bwana, shukrani sana, nimewapata vizuri kabisa. Na tunatamani kujua Koroso kwamba ni mambo gani sasa ambayo Azam TV kwa kushirikiana na wadau wengine ikiwemo jeshi la polisi mnalenga kwenda kuyabadilisha kwenye mfumo mzima wa usafiri wa pikipiki na hizi pikipiki za magurudumu mawili na matatu kama ambavyo ulibainisha hapo mwanzo? Lengo letu ni kubadilisha mtazamo wa vijana wetu ambao wako barabarani kutusafirisha sisi. Pia katika kubadilisha mtazamo basi tumekusudia tabia pia zibadilike. Umeona pale wamependeza, wamevaa makoti yao, wana helmet zao. Wengine wanakuwa wanachukulia tu kawaida, hajui kwamba vile vitu anatakiwa kuvivaa ni kwa ajili ya kumlinda yeye. Ukitembea juzi wakati tunafanya msafara wetu, nilipanda bodaboda bahati nzuri nilikuwa nimevaa helmet. Sasa helmet si unakuwa ina shield. Ndiyo. Sasa kwa sababu nilikuwa nataka nione vizuri mbele, nikaifungua ili niweze kuona vizuri. Ile michanga na upepo ambao ulikuwa unanipiga. Sasa barabarani kote najiuliza, hawa bodaboda ambao wanaendesha bila helmet hivi wanaendeshaje? Ndio maana unakuta hata ajali zinatokea kwa sababu jiwe linaweza likamrukia akafunga macho kwa sekunde, na unajua sekunde ni nyingi sana barabarani. Sure. Kwa hiyo lengo letu sisi ni kubadilisha mtazamo na tabia zetu sisi wa Tanzania tunapokuwa barabarani, na kupitia mafunzo ambapo kitengo chetu cha polisi usalama barabarani watakuwa wakitupa kila tunakoenda. Ina maana kwamba basi vijana wetu watapata elimu ya kutosha na tutakuwa na maafisa usafirishaji barabarani bora wanaojua namna ya kutumia barabara. Kwa hiyo kama nilivyokuwa nimesema awali, kama Azam TV tumejiandaa kwenda district zote Dar es Salaam hii, kwa tumeanza Ubungo. Jumamosi hii tarehe 2 tutakuwa Temeke, tutaenda Ilala,
Yani tutazunguka Dar es Salaam nzima, na tukitoka hapo tunaenda mikoani Mbeya, Mwanza, Arusha, Dodoma, kote huko tutarajie kwamba tunaenda kuwapelekea ujumbe wa usalama daima, Azam TV milele. Na itakuwa kwa muda gani? Of course hili zoezi litaenda mpaka mwishoni mwa mwaka, kwa hiyo sio kitu ambacho kitafanyika kwa siku moja. Ina maana hii ni kampeni yetu ya 2026. Wow. Na msisahau pia eneo la ubora wa helmet, manake helmet zenyewe zipo, lakini ukibinya tu yenyewe helmet unaweza kuona kabisa kwamba hii helmet nikianguka hii inakuwa changamoto. Lakini pia eneo hilo ni eneo pia la kuangalia, lakini tunawashukuru sana kwa kuja hapa kwa ujumla. Labda kwa upande wenu Jeshi la Polisi mna lipi la kuambia wananchi kuhusu kampeni hii ambayo imeanzishwa na Azam Media kwa ufupi? Asante sana. Wananchi kwanza wawachukulie wale watoto kwamba ni watoto wao, lakini pia wasio wanawanyoshea sana vidole. Yaani unajua mtoto ukiwa unampigia kelele sana au kamdharau, naye anajidharurisha zaidi. Ina maana kwamba tukiwaheshimu wale na kuwaelekeza katika njia ambayo inafaa, watabadilika. Kuliko kuwapigia kelele bodaboda wako hivi, bodaboda wako hivi. Hapana, bodaboda waelezwe kwa upole, kama anakosea aelezwe na si kumnyoshea vidole. Lakini kila mwanajamii ana nafasi ya kushiriki katika hii kampeni. Mzazi, mtoto wako anavyoondoka nyumbani, mpe maneno angalau mawili matatu ya hekima ambayo yatamfanya kukumbuka. Lakini pia wao wenyewe katika vijiwe vyao wawe na tabia ya kujionya na kuweka sheria ndogo ndogo ambazo zitawasaidia, kuliko kushindana ile ya kwamba kwenye labda leo timu fulani imecheza, timu fulani imecheza. Wawe wanaambizana kuhusu mambo ambayo ni mazuri ya kutumia barabarani kwa ajili ya kesho yao, kwa sababu wengi tumeona kwamba ni vijana, ni nguvu kazi ya taifa, na wengi wanapenda kuambiwa zaidi. Lazima tukumbushane kila mara, tukumbushane kwamba bwana, wewe hujavaa element au element yako haifungi, hii haitakusaidia. Kwa hiyo wakiekeana sheria wenyewe, wanasaidiana wenyewe kuepukana na ajali. Lakini pia watasaidia hata kuwakinga au kuwapa hofu wale vibaka ambao wanakuwa wanajichomeka kwenye vile vijiwe kwa ajili ya kuiba zile pikipiki mpya. Watajua huyu ni mgeni, hatumjui. Kwa hiyo zile sheria zao ndogo ndogo watakazojiwekea zitawasaidia zaidi. Naam. Nawashukuru sana Christina Corosso kwa kuja. Yeye Christina Corosso ni meneja uhusiano na mawasiliano wa Azam Media Limited, lakini tumekuwa na Inspector Dina Moss kutoka Jeshi la Polisi, kikosi cha usalama barabarani.